Mungu wetu ni Mungu unayeweza. Bwana asifiwe. Basi acha yeye aanze. Anza mama. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijasema nitakwenda kusimamisha baba yangu. Anaweza kusimama, wenda na Bwana mawili wala matatu ya kuongea kwa ajili yetu. Kama karibu. Bwana Yesu apewe sifa. Maraba nalia. Nalia kabisa. Lakini mtanivumilia. Amina. Amina. Univumilie, sikuwa kina tabia ya kulia. Sikuwa kina hali ya kulia, lakini univumilie hivyo. Amen. Niko na jambo kubwa. Kuna jambo kubwa sana. Huyu hana baba. Hana mama. Kini Mungu akanipatia naye ni mlei. Tangu mwaka 2000. Nilipokuwa nikitumika kwenye immigration pale kama nyumba. Nivumilia. Tumekuja naye kutoka katika nchi ya Kongo na mpaka hapa katika nchi ya Malawi. Ni binti ambaye nimempenda sana na ameolewa katika mikono yangu. Wafanya harusi yake. Basi tunashukuru Mungu kwa sababu nilikuwa nalia usiku na mchana. Nikuja na vijana wengine ambao wameondoka, na wengine ambao ningali hapa kina Bokande. Kini Mungu ni mwaminifu. Na kushukuru Mungu maana umesikia kilio changu. Kunitosha kusema mahali hapa. Na kumwelekeza katika nchi ya Australia. Pewe sifa. Ni mengi lakini tuache tu hapa. Shukrani zangu ni haya machozi ya furaha. Bwana pewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nakuwa na moyo wa shukrani mbele za Mungu kwa makuna maajabu amekwenda kunitendea katika mlima huu wa Sadika. Nashukuru kwa ulinzi na uchungaji wake mema, amekwenda kulinda jamaa langu. Kweli kama vile baba anasema, mimi nilikuwa huko nikakachie tu kadogo naolewa. Kweli namshukuru Mungu kwa kunifanya mama wa watoto wengi. Kwa sasa niko na watoto 7. Wewe unaweza kujiuliza, mbona hafanani kwa na wale watoto? Kweli hao ni watoto wangu. Namshukuru Mungu sana, tena nashukuru kanisa kwa msimu mmekwenda kutulea. Kweli kama haingekuwa kanisa wenda hatungeweza kwa hii kambi. Kweli tunashukuru kanisa. Nashukuru baba mchungaji kwa malezi bora amekwenda kutulea. Kwa mashauri ametuchunga kiroho kama vile kimwili. Hatungekuwa na shida tukukimbilie tukikose ile tulikuja kumuomba. Kweli baba Mungu akubariki. Na kwenda kushukuru Oncle Jevani. Kweli baba alionekana kwa msaada sana kwa familia yangu. Nilikuwa nikimlilia kitu hakukuwa na sita kunipatia. Oncle Mungu akubariki sana. Nashukuru kaka Roger hapa. Lazia ni tuliishi naye sana. Na baba walikuwa wananiita mama yake ya Roger wakati nilikuwa siazaa. Wakati akiniita mama Roger. Kweli ni kaka ambaye nampenda sana, tuliishi naye. Yaani alioa niseme mimi ndio niliweza kupokea mke wake, alikuwa akinikamata kama mama mkwe yake. Kweli ni jamaa nasikia kulifurahia sana maana tumeishi pamoja.
Mungu azidi kuwabariki sana. Nakwenda kushukuru dada yangu pale, dada Jeni. Kweli dada ni mama ameenda kwenda kumfurahia zaidi. Amenifaa sana kwa kweli, sijui niseme nini. Alikuwa msaada mkubwa kwa familia yangu, kwa watoto wangu, alikuwa akiwalivika. Kweli dada, Mungu akubariki sana na kujibu kwa mahitaji yako. Nakwenda kushukuru kwa malaika. Kweli mtamisi kwa yangu sana. Niseme depude mitwa. Nilianza kuimba mreve. Wakati nilizaa kusababisha mkwaya malaika. Kweli kwaya nilipenda zaidi. Imenichunga kiroho na vile kimwili. Kweli mtamisi kwa yangu sana. Nakwenda kuwapenda. Na Mungu aendelee kuwabariki kwa kazi. Awatie nguvu. Nakwenda kumshukuru Mungu mara tena, maana amekwenda kunipa mume mwema ambaye amekwenda kunichunga, yaani amekwenda kunichunga katika hali yangu yote. Amekwenda kunichukulia udhaifu wangu wote. Kweli namshukuru Mungu sana kwa hilo. Asante. Bwana asifiwe. Mtumishi mwalimu, utasamea kidogo. Tunakuiba muda. Haleluya kanisa. Acha nianze shukrani kwa Mungu. Nasema Mungu asifiwe kwa sababu anaendelea kunilinda mimi na jamaa langu lote kwa miaka yote. Shukrani ya pili, nashukuru watumishi wa Mungu, baraza lote pamoja na watumishi wengine kwa kunilinda wala kutulinda hii jamaa. Mmetulea vizuri sana, mmetushauria na mpaka sisi tunaitwa hii jamaa njema ya kambi. Mbarikiwe na Mungu abariki. Nasema shukrani kwa kwaya zote, tanianze na kwaya Reveye. Kwaya Reveye ni iko sawa vile kwetu. Maana kwaya Reveye kwetu. Maana yake na wakamata vile baba na mama wako mule kwaya Reveye. Wamenilea vizuri sana. Mpaka wakati nilianza kuoa walikuwa pamoja na mpaka sasa tunaungana nao mkono kwa mkono. Nasema na washukuru sana kwaya Reveye kwa jinsi mmenilinda, mmenichunga, mmenishauria. Nilianza kwaya hii, mimi nilikuwa mtu wa mnane kuingia kwaya Reveye, mtu wa mnane mdeni. Lakini kwa sasa yawezekana iko na maimbaji 16. Nashukuru sana Mungu kwa sababu anaendelea kuilinda na anaendelea kutulinda sisi wote. Mbarikiwe. Pia nashukuru wa viongozi wa Reveye, mmenilea. Mungu awabariki sana. Na sema shukrani kwa kwaya yangu sasa. Ile ni kwetu. Sasa hii ni kwaya yangu Bustani. Na washukuru sana kwa jinsi mlikuwa mnanitii. Nilikuwa nikisema jambo mnanisikiliza sana. Vile vile na nyinyi mlikuwa mkisema kiongozi hivi na hivi na nyinyi nawasikiliza. Mbarikiwe sana na muendelee kwa hii kazi. Mungu atawabariki. Ninapenda kwaya hii sana, malaika. Hii kwaya ikisimame imbe kwenye mimi na ikaraka kama tuko ndani ya mkutano, maombi yako kusema kwamba Mungu uwasaidie kwa sababu hawakosea, kanisa yote imekosea. Naipenda sana kwa sababu ni wamama wana wababa ambao wanatulea sana, wanatushauria sana. Kwa mashauri yenu Mungu awabariki sana. Na kwa jinsi mmenichungia huyu mke, kweli Mungu awabariki sana. Nasema shukrani kwa hii kwaya yetu Chisongo. Mbarikiwe. Ninawapenda sana. Na ndio maana mara kwa mara naimba nanyi. Kweli nawafurahia sana. Tena wasikia huduma sana. Hawa ndio watoka mbali sana. Lakini muendelee kazi, Mungu atawalipa. Nasema shukrani kwa kanisa lote. Kweli mmenibariki. Depuis wamazamani, mtanielewa nasema hivyo. Depuis wamazamani na mpaka kwa sasa. Hii kanisa inakuwa inanibariki sana. Na kwa hii kanisa ninawapenda ninyi wote.
Vile vile na nyinyi mnanipenda sana, kwa sababu sijawahi kukwazana na mtu ndani ya kanisa. Bwana siwe. Na naamini kwamba na mimi sijawahi kumkwaza mtu. Na kama ule mtu wiko nikitoka ataniona. Haleluya. Lakini naamini kwamba hakuna. Nawapenda sana, mbarikiwe sana. Na muwe wavumilivu kama mimi. Nimevumilia sana. Kwa muda tu ningesema kidogo, lakini muda ni mfupi. Nasema vile vile mama amesema kwamba kuna jamaa moja ya ndugu Mwalimu Roshi. Ili jamaa tumeishi wake wawili, wanaume wawili, nyumba moja, wala lupango mmoja, miaka na miaka. Lakini hakuna siku watu walisikia kwamba huko Malumba. Mpaka mmoja kaniuliza, "Jia nini hawa wanawake watapika naka?" Nikamwambia ni Wakristo wote. Bwana asifiwe. Ningali ndani ya kanisa. Kuna watu wawili ndani ya kanisa. Sisi wote tunafanya kazi ya Mungu na nyinyi wote tunawapenda. Lakini kuna watu wawili ambao wananibariki sana. Namuita Mama Ngema. Rafiki hapa. Huyu mama anakuwa ananibariki sana. Siku moja nilikuja hapa kukoropa, nikajikuta niko mie peke. Watu nichungulia nikaangalia, sitaweza. Nikakukula poda, nikakwenda kule. Lakini wakati nirudia, nikakuta huyu mama Aisha panga hivi yote. Bwana sifiwe. Maana huyu mama sikuwa namuelewa. Mpaka nasema hata kikuwa mke wangu na mimi singeelewa. Na shukuru vile vile bwana yake kwenye iko. Mungu akubariki. Kwa sababu naongozwa. Sasa ninatakadoka tu kwa huyu mama. Ni kadogo mama, lakini utakapokea hivyo. Kweli ukapokee na shukrani. Kuna mtu mwingine ni mtumishi wa Mungu aliye. Yo, haleluya. Huyu bwana ananibariki sana. Anafanya kazi hapa mpaka nikajiuliza kwa mie kweli. Lakini unamkuta katika shida anatumika, katika magonjwa huyu mtu hatakosa kanisani, katika magumu yote mtu hatakosa kanisani. Kweli ninakuwa tu na tanvilope kidogo. Oh, haleluya. Kapokee kwa mdogo. Kwa kumaliza nasema hivi. Mama amesema mengi sana pamoja na baba yetu pale. Nimesema kwamba mimi mmenilea vizuri kanisa. Nilikuwa najitahidi sana kuepukana na majaribu ndani ya kanisa. Kwa sababu niliwahi kuona mtumishi wa Mungu Kongo alikuwa shemasi. Walimpiga bonge la kofi. Kwa kuita mtu tu atoke nje. Ule mtu alimpiga bonge la kofi. Nikaona katika utumishi katika shemasi kuna majaribu. Lakini mimi nataka niondoke sasa nikulumbana na mtu. Haleluya. Sasa mnisikilize kanisa. Nimepata maji kidogo. Naomba yeyote ni mtoto, ni mkubwa, mtanivumilia kwa mwisho kanisa ikiisha, kila mtu apate ile maji kidogo. Na kwa Mungu anasaidia Bwana. Anasaidia. Hata tuache hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Asante sana mheshimiwa. Kama hivi ndugu anamaliza kusema, mimi ndo ambaye nimeweza kupokea huyu Bwana. Kama naweza kusema, waliweza kuja wakafikia Zambia pamoja na mdogo yangu ambaye aliweza kubariki humu kambini. Wakati mdogo yangu alipokuja nikampokea. Akatuambia kwamba maana tulikuwa vijana wengi. Akasema kwamba Zambia kwenye tumepitia tulikuwa wawili.
Niliambia rafiki yangu kwamba nina mkubwa yangu Roger, lazima mahali ambapo atakuwa na mimi nikuwepo. Sasa kwa ajili ya nauli, huyo rafiki amebaki kambini, lakini siku chache huyu bwana kafika, tukampokea. Kitu ambacho nimeweza kujisikia kwamba nimshukuru Mungu katika hiyo nyumba ambayo tumeishi pale kwa tate yetu, kwa mama Birindo, ile nyumba ndio kwenye tulikuwa tunalala. Tulikuwa wa vijana 7. Amen. Tulikuwa wa vijana 7 ambao hawana wanawake. Wa kwanza mlikuwa Makelele, mlikuwa Yenga, mlikuwa Kashebulo, mlikuwa huyo mdogo yangu Muholeza, mlikuwa Pastor Mavaga Charles, mlikuwa yeye Bumba pamoja na mimi Roger. Tukabaki hapo miaka ya kutosha. Hakuna siku ambayo tumeweza kukogotana. Kisha miaka 2 tukapokea watu 3 ambao walikuwa na wanawake na watoto. Mulikuwa mtumishi wa Mungu Kiringaba, mulikuwa mwingine mtumishi wa Mungu Birindo, na mulikuwa Pastor Harib. Wengi wanamjua. Sasa tukaishi na huyu bwana kweli wa ndugu pamoja na hao watu ambao nimesema. Ilipofika mwaka wa 2004 huyu ndugu akaoa, akamuoa huyu dada. Huyu mimi sikuwa namuita dada, mbele ya Mungu nilikuwa namuita mama tu, na ndio hivyo watu wakaozoea kumuita mama yake ya Roger. Mwao watoto mimi ndio nilikuwa mtoto wake wa kwanza, maana amenilea miaka 2 mbele za Mungu. Nilikuwa bado kuoa, akavumilia miaka 2 mpaka mwaka wa 2006 ndo na mimi nikaoa. Nikasema kwa sababu nimeoa, niko katika nyumba yako, ujitahidi wewe ndio mama mkwe kwa mke wangu. Amen. Wa vijana mnisikie, ambapo mnachanganyikiwa na kambi. Huyu mama akajitahidi, akamsongesha mke wangu, na tukaishi kwenye lupango moja. Nyumba ni moja tu ambayo tuliyojenga, tulikata tu. Lakini kwa miaka ambayo tuliweza kuishi, hakuna siku ungeweza kuta kwamba napokutana na Bumba wala mke wangu aweze kukutana na wewe. Kila siku nilikuwa namwambia mke wangu, ule ni mama mkwe, lazima mheshimu hata kama tunalingana kwa miaka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tukakuwa na vipindi vya maombi kwa tunaomba. Hao watu wote ambao tunaweza kuwataja. Mungu, kwa nini sisi? Kwa nini sisi? Amen. Mwaka wa 2004 tukakusanyika hawa watu 7. Tukasema hivi, maisha ni magumu ya kambi. Tunataka kwamba na sisi tuanze kusafirisha watu waende South Africa. Tukaulizana nani ambaye atakayekuwa wa kwanza kwenda South Africa ili kwamba akuwa anatusaidia na sisi. Jamani, mpango wa Mungu tofauti na mpango wa mwanadamu. Aliyekuwa wa kwanza kunyosha kidole ni mimi. Amen. Mshangao wa Mungu, aliyekuwa wa kwanza kunyosha kidole kwenda South Africa ni mimi. Nitakuwa tena wa mwisho kuondoka mwa hawa ndugu wote. Hawa ndugu wote washatoka humu kabili. Aliyebaki ni mimi. Na muda mchache na mimi naondoka. Nilikuwa napenda kumwambia mke wangu, kama mimi siaondoka, Bumba kiondoka, mimi nitaondoka, ili kwamba nipewe funguo nifunge mlango. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huo ndio mpango wangu. Nimegundua kwamba Mungu alitaka kufanya tofauti na mwanadamu. Mimi ndio wa mwisho kwa hao watu wote, kweli na mbele za Mungu, ambaye na mimi sasa niko njiani, na mimi nikimfuata kwenda Australia ndio kwenye nitaenda. Kumbe shukrani ni kusema kwamba kile ambacho Mungu aliweza kutuahidia, maana Mungu aliweza kusema na sisi. Alituambia kwamba mkivumilia tu, nitahakikisha nitawatoa kambini.
Siku moja tulikuwa na maombi kumlima, kama unaweza kumbuka. Mungu akasema kwamba nitawasafirisha. Tulipotoka kumlima tukasema kwamba tunaweza uzisha hata manguo, tunaanza enda. Kumbe muda wa Mungu bado. Kumbe Mungu anataka tuambie kwamba mtulie. Wa kwanza kaenda Amerika kwa 4, Australia na nikishaenda na mimi nitakuwa wa 4. Canada kuko mmoja. Kumbe Mungu anaenda nasafisha. Shukrani nasema kwamba mbele za Mungu, Mungu wangu ni mzuri, kwa sababu anaenda kutimiza alichokisema. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kumbe dada, kweli Mungu akubariki sana. Sina ya kusema. Amen. Acha nilage sasa. Niko na shukuru ndio vile. Sawa. Kesho naondoka. Naenda kwenye nchi ya Australia. Naamini kwamba tuko pamoja, na kukionekana shida ya kanisa, na mimi mniandikie kitu, naandikia wengine tu. Kama nitaweza, kama sitaweza basi nitakuwa vile, lakini tuko pamoja, ni watumishi wa Mungu. Asante mama, malizia na tufatiki. Kama vile baba alipenda kusema, tulikujaga kwa watu wachache sana, na kwenda kushukuru mdogo yangu Joy pale, na isijua watu ambao tulikuja nao, na kaka Bokande, sijui kama aliingia kama kuingia. Kweli kaka Bokande, siwezi acha kumshukuru, maana alikuwa msaada mkubwa mpaka kwa hii hatua ya mwisho. Anaendelea kunipigania kwa kila njia. Kweli namshukuru sana, na Mungu aendelee kumponya madalala. Tutaondoka kesho. Kweli mimi ni mwanadamu, kwenye masahani ziko wala miti haikosaki kugongana matawi. Kama kwa yule ambaye nilikosea kwa kujua wala kwa kutokujua, anihurumie. Na mimi ambaye amenikosea tayari nimeshamsamehe. Asante. Wote kwenye sana. Wote sasa safari. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaendelea kushukuru sababu unaendelea kubariki wana wako, kukumbuka wana wako. Haitoshi muda ambao wamekaa kambini, lakini Mungu unapoahidi kwa walio wako unatimiza. Tumeona mkono wako kwa jamaa hili Bwana, tunapenda kuwaonekania na kuwasaidia pia kuwabariki baada ya kuvumilia mengi ambao wameyapitia kambini, sababu huo mwaminifu umewalinda, umewaonekania wakati wote wa kambi, na kwa sasa wanabadilisha status, wanaelekea katika nchi ya Australia. Mungu tunaomba mtakatifu lazidi kuwa pamoja nao kama vile ulivyokuwa nao kambini, wasaidie, maana mazingira ni tofauti. Utakwenda bali Roho Mtakatifu awaongoze katika maisha yao, ili kwamba wakazidi kupendeza katika nchi ya Australia. Tawalinda katika safari ya ndege na pia ya gari, na siku chache ambazo zinabaki, Mungu tunawaombea walinde zaidi, tunawaonekania na magonjwa yote ambayo yanaweza kuinuka, tunayapinga kwa jina la Yesu Kristo ana uwezo. Tutakapofika kesho na kuondoka kwa safari ya ndege, naenda kuwaonekania hapo kule salama, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.